Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tunafahamu kwa sasa sakata ambalo kwa sasa linazungumzwa ni sakata la timu ya taifa ya Senegali kupokwa ubingwa wa kombe la AFCON ambao waliweza kuchukua pale nchini Morocco na kurejeshwa kwa Morocco mara baada ya kukeuka kanuni na sheria baada ya kugomea mchezo na baadaye kurejea kwenye mchezo. Sasa ni moja kati ya sakata ambalo kila mmoja amekuwa akizungumza la kwake. Sasa bwana, sakata hili limewakumba baadhi ya nyota wa timu ya taifa ya Morocco ambao wameonekana kuisapoti timu ya taifa ya Senegali kwa maana ya kukili kwamba ule ubingwa hawaustahili wao bali wanastahili timu ya taifa ya Senegali. Na tunafahamu kwamba mpaka sasa tayari taarifa ya tukio hilo liko kwa mamlaka ya usuluhishi ya kimichezo kwa maana ya kasi mara baada ya Senegali kukata rufaa, na sasa kinachosubiriwa ni maamuzi ya kasi juu ya uhalali wa kombe hilo kwamba ni la Senegali ama litapelekwa pale Morocco. Sasa moja kati ya taarifa ambayo inakusogezea ni taarifa ambayo inawahusu baadhi ya nyota wa timu ya taifa ya Morocco ambao wamekalia kutikavu baada ya kubainika wamekuwa wakisapoti Senegali kwa kile ambacho wanakifanya. Tunafahamu kwamba Senegali walifanya paredi la kutambulisha ubingwa huo wa AFCON kwenye mchezo wa kirafiki dhidi ya Peru pale kwenye dimba la Stade de France nchini Ufaransa. Moja kati ya tukio ambalo linazungumzwa ni kukiuka kanuni na sheria kwa sababu tayari CAF wameshakwisha kuipoka ubingwa na wasingetakiwa kufanya vile. Sasa hali ya hewa imechafuka bwana Morocco. Mashabiki wa soka wamepumua moto baada ya nyota kadhaa wa timu ya taifa ya Morocco kwa maana ya Atlas Lion kuonekana wakisherekea ushindi wa Senegali kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, tukio hilo limekuja baada ya Senegali kufanya sherehe za ubingwa wa AFCON 2025 mwishoni mwa wiki iliyopita katika dimba la Stade de France, na picha za sherehe hiyo kusambaa kila mahali. Wachezaji vijana na tegemeo wa Morocco akiwemo Ismail Saibari, Ben Esegeri, Chadi Riad, Eli Morabit, Yassini Kechita na Osman Taglin wameonekana wakishusha like kwenye posti za wachezaji wa Senegali wakisherekea taji hilo. Jambo hilo limeongeza chumvi kwenye kidonda ni kwa mchezaji Yassini Kechita ambaye hakuishia kulike tu bali aliriposti kushiriki posti hiyo kwenye ukurasa wake. Mashabiki wa Morocco wameitafasiri hatua hiyo kama ukosefu wa uzalendo na dharau kwa hisia za taifa lao ambalo ni mpinzani mkubwa wa Senegali katika soka la Afrika. Kwa bwana, ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee baada ya baadhi ya nyota wa Morocco kulike picha za nyota wa Senegali wakisherekea kombe hilo ambalo wao kama wao hawapaswi kufanya hivyo kwa sababu ndio ambao wanakinzana kwenye tukio hilo baada ya CAF kuamuru kwamba kombe hilo ni la timu ya taifa ya Morocco. Lakini si tu hawa nyota ambao wamefanya hivi. Tunafahamu kwamba kuna taarifa ambayo ipo na ina mhusu nahodha wa timu ya taifa ya Morocco Achraf Hakimi ambaye yeye alisema hato libeba kombe. Yani hata kama CAS pengine watasema kwamba kombe ni la Morocco, yeye anasema hato libeba kombe hilo wakiamini kwamba kombe ile ni la Senegali na wao hawastahili kuchukua hilo kombe. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ipo baadhi ya mastaa wa Morocco matatani kwa kulike picha za nyota wa timu ya taifa ya Senegali. Sasa unaambiwa baada ya Ufaransa baada ya ile parade ambalo Senegali wamelifanya Ufaransa, unaambia bata linahamia Senegali. Unaambiwa wasanii watatumbuiza. Tunafahamu kwamba leo Senegali majira ya saa 4 kamili watacheza mchezo dhidi ya Gambia. Sasa taarifa inasema shirikisho la soka la Senegali limeendeleza bata la kushangilia ubingwa wa AFCON 2025 licha kwa shirikisho la soka Afrika CAF limewavua ubingwa huo na kuipa Morocco. Bwana, FSF limetangaza wasanii 5 watakaonogesha sherehe za ubingwa wa AFCON 2025 zitakazofanyika leo kabla ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Gambia utakopigwa kwenye uwanja wa Abdoulaye Wade kuanzia saa 4 kamili usiku. Wasanii hao ni pamoja na Vivian, Pape Diouf, Tex LBK, Mia Guesse na Baba Mari watatumbuiza kwenye mchezo huo. Yani kabla ya mchezo
wasanii hao watatumbuiza ikiwa ni sehemu ya kusherekea ubingwa wa AFCON ambao Senegal waliweza kutoa. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Senegal kuna jambo kama vile wanalitafuta na sijui wanachokitafuta ni nini, lakini iko hivyo. Wao wameendelea na sherehe licha ya kuwa CAF tayari wameshakwisha kuamuru kwamba ule ubingwa wa AFCON si wa Senegal bali ni wa timu ya taifa ya Morocco, mara baada ya timu ya Senegal kukiuka baadhi ya kanuni na kuweza kusababisha kupokwa ubingwa huo na kupewa timu ya taifa ya Morocco. Kwa hiyo pia hilo ni moja kati ya tukio ambalo nimeona ni juzi. Lakini pia unaambiwa nchi ya Morocco inapanga kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Ufaransa kufuatia kuruhusu Senegal kuonesha kombe la AFCON 2025 katika uwanja wa Stade de France jijini Paris. Bwana, hatua hiyo inakuja licha kuwepo kwa utata kuhusu ubingwa huo, ambapo Morocco inadai kombe hilo na inaamini kuwa uamuzi huo ni unyakuzi wa taji pamoja na kusababisha madhara kisheria chini ya sheria za kiraia za Ufaransa. Taarifa zinaeleza kuwa Morocco inaona kitendo cha kuruhusu maonesho hayo kwenye ardhi ya Ufaransa hazikuzingatia mgogoro uliopo, hivyo kuchochea hatua ya kufikiria kuchukua mkondo wa kisheria. Bwana, iko hivyo kwamba Morocco sasa wao wanapanga kuchukua hatua za kisheria kwa Ufaransa ambao wao waliruhusu Senegal kufanya paredi, ili hali wanajua kwamba tayari shirikisho la soka barani Afrika CAF limeshakwisha kuchukua hatua ama limeshakwisha kuwanyang'anya kombe hilo, na kombe hilo ni la timu ya taifa ya Morocco. Sasa wao Morocco wanachukua hatua kwa Ufaransa kukubali Senegal kufanya paredi. Lakini pia nikujuze kwamba wakati paredi linaendelea la Senegal kwenye uwanja wa Stade de France pale, ambapo zaidi ya mashabiki 80,000 walishuhudia paredi hilo, inasemekana kwamba Morocco walituma maafisa wao kurekodi kila kitu ambacho kilikuwa kinafanyika pale uwanjani. Yaani ile parade lote ambalo lilikuwa linafanyika la kusherekea kombe, Morocco walituma maafisa wao kwa ajili ya kurekodi. Kwa hiyo ushahidi wanao, na ndio maana wanataka kuchukua hatua kali kwa Ufaransa kuruhusu Senegal kufanya parade kwenye dimba lile la Stade de France ambalo linabeba zaidi ya mashabiki 80,000. Kwa ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo juu ya sakata hili ambalo linaendelea kushika kasi, na wakati huo tukisubiri maamuzi ya kasi kwa mara baada ya wao kuthibitisha kupokea rufaa ya Senegal kwa kupinga kile ambacho kiliamuliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa kuwapoka ubingwa wa AFCON na kuwapa timu ya taifa ya Morocco. Tunasubiri kuona hilo, lakini pia tumeshuhudia hivi karibuni rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe akizungumza kwa sasa hakuna haja ya kuanza kujadili sakata hili kwa sababu tayari maamuzi yanayosubiriwa ni maamuzi ya kasi. Kwa hiyo mpaka sasa tunasubiri kuona tu ni maamuzi gani ambayo yatatolewa na kasi, lakini kinachoendelea kwa sasa iko hivyo. Senegal hawajaishia pale Ufaransa kwa kufanya paredi. Leo unaambiwa wanakwenda kukiamsha na baadhi ya wasanii wamealikwa kwa ajili ya kutumbuiza. Wakati huo tena Morocco kukiwa kumenuka baadhi ya nyota ambao wameonekana kama hawana uzalendo, wanataka kuchukuliwa hatua mara baada ya kuonekana wanalaiki picha za nyota wa Senegal wakisherekea ubingwa wa AFCON pale Ufaransa, wakati wao wanafahamu kwamba Senegal ni mpinzani wao na wako kwenye hili sakata pamoja kwamba wao ndio wanatakiwa kuwa mabingwa, lakini wao wameonekana kulike picha za wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal wakisherekea ubingwa. Moja kati ya jambo ambalo limetafasiriwa kwamba ni kutokuwa wazalendo wa taifa lao, na kuona kwamba ni kama wao wanakubali ama ni kama wao wanafurahishwa na Senegal kuendelea kuwa mabingwa wa AFCON, ili hali tayari shirikisho la soka barani Afrika CAF imeshakwisha kuamuru ubingwa huo urejeshwe kwa Morocco. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee juu ya sakata ambalo linaendelea mpaka sasa la shirikisho la soka barani Afrika CAF kuipoka ubingwa wa AFCON timu ya taifa ya Senegal na kurejesha kwa timu ya taifa ya Morocco. Wakati huo tukisubiri mara baada ya kesi hiyo kufika kwenye mahakama ya usuluhishi ya kimichezo ya kimataifa kasi, kuona nini ambacho kitaamuliwa mara baada ya Senegal kuweza kukata rufaa kupinga maamuzi ambayo yaliweza Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.